عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa zilizopita pamoja na darsa iliyopita wiki iliyokwisha na hata katika khutba ya Ijumaa tulikuwa tukizungumzia juu ya sahaba mmoja wapo miongoni mwa masahaba 10 ambao mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliwabashiria kwamba wao ni watu wa peponi tangu wenyewe wakiwa hai. Sahaba huyu kwa jina anajulikana Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud ridwanullahi alayhi wa alayhim ajma'in. Tumeona katika darasa iliyopita ya kwamba Abdullah ibn Mas'ud alibahatika kuishi ndani ya nyumba ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam tangu udogo wake, na maswahaba ikawa wanapokea mengi kutoka kwake mpaka mambo aliyohusu ndani ya ibada katika nyumba yake, ila katika mambo ambayo Abdullah bin Mas'ud alikuwa hawezi kuyapata moja kwa moja kwa mtume, basi alikuwa hata akimtumia mama yake bibi Ummi Abd, akimtumia ampelelezee namna gani bwana mtume anafanya ibada zake za usiku kama qiyamul layli, sala ya witri, na mama mtu anaifanya kazi hiyo kama tulivyoona katika darasa iliyopita. Akisha anakuja anampa Abdullah bin Mas'ud matokeo yale, na Abdullah bin Mas'ud anawaeleza masahaba. Basi wakana Rasul sallallahu alayhi wasallam, katika kuendelea na taarifa fupi ya bwana Abdullah bin Mas'ud, mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam alikuwa yasurruhu an yasma'a al-Qur'ana min ibn Mas'ud. Mtume alikuwa inamfurahisha mno kuisikia Qur'ani inasomwa na Abdullah bin Mas'ud, na kama tulivyoona Abdullah bin Mas'ud alikuwa ni mmoja kati waandishi wa wahi, na yeye alibahatika kuzipokea kutoka kwenye kinywa cha mtume sura 70 miongoni mwa sura 114. 70 alipokea Abdullah bin Mas'ud kwenye kinywa cha mtume, si kama kasikia watu 3-4, bali mtume anatushiwa wahi ndo kwanza unafika, yeye chini ya mtume anaandika wahi huo. Alikuwa ni miongoni mwa makatibu, yani waandishi wa wahi, na bwana mtume alikuwa anapenda sana kuisikiliza Qur'ani inasomwa na Abdullah bin Mas'ud. Wakana yaamuru ashabahu, mbali ya kupenda yeye mtume kuisikiliza Qur'ani kwa Abdullah bin Mas'ud, alikuwa mtume akiwaamrisha sahaba zake an yastakribu al-Qur'ana min 4 min ashabihi, waipokee Qur'ani ikisomwa kutoka kwa 4 katika masahaba wake mashuhuri. Wakana awwalahum, na alikuwa wa mwanzo wao katika 4 hao ni Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud alikuwa ni sahaba wa mwanzo miongoni mwa wale 4 mashuhuri ambao mtume kasema, nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu ni kuamrisheni Waislamu muipokee Qur'ani na mkaipokea mpya.
kama ilivyoteremshwa na Jibril. Alipokuja kunisomea mimi, basi hivyo ndivyo watakaoisoma sahaba wanne wao. Wa mwanzo wao akawa ni Abdullah bin Mas'ud. Qala lahu marra, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdullah bin Mas'ud wakati mmoja, ikra alayya suratan min al-Qur'an. Abdullah, nisomee mimi sura moja ya Qur'ani. Faqala ibn Mas'ud mustaghriban, Abdullah bin Mas'ud akajibu hali ya kuwa kauli hiyo ilimfakharisha mno yeye, kuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu anataka yeye aisome Qur'ani na yeye Mtume asikilize. Huku anaona haya, anamwambia aqra'u alayka ya Rasulullah, nisome mimi juu yako ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa alayka unzila, na ilhali juu yako Mtume wa Mwenyezi Mungu ndiyo Qur'ani imeteremshwa, nikusomee mimi ya Rasulullah? Qala Rasul, bwana Mtume akajibu sallallahu alayhi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nisomee Abdullah hiyo kwa sababu mimi napenda kuisikiliza Qur'ani hiyo ikisomwa na mwingine asiokuwa mimi. Huwa pale mimi ninaifahamu zaidi, huwa ninaionea raha zaidi kuisikiliza Qur'ani ikisomwa kwa mwingine asiokuwa mimi. Qala ibn Mas'ud, katika kusimulia habari hii yeye mwenyewe Abdullah bin Mas'ud anasema, faqara'tu alayhi suratan nisa'i, basi siku ile mimi nikamsomea Mtume suratun nisa'i, sura ya wanawake, sura ya 4 katika mpangilio wa mushaf kutokea al-Baqara kuteremkia chini, sura ya 4. Basi nasema nikaendelea kuisoma sura hii hatta idha balaghtu qawlahu ta'ala, mpaka nilipofika kwenye tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu, tamko lisemalo, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid, yani basi itakuwa vipi, mambo yatakuwaje wakati ji'na min kulli ummatin, watakapotujia kila umma bishahidin, wakiwa na shahidi wao. Kila umma utafika mbele yetu ukiwa na shahidi wao, yani mtume wao. Wajina bika, na tukakuleta na wewe Muhammad vile vile, ala haulai shahida, juu ya watu hawa, umma huu wa mwisho, wewe ni shahidi wao, wewe ni mtume wao. Mambo yatakuwaje siku hiyo? Anajibu Mwenyezi Mungu mwenyewe mambo yatakuwaje. Fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid, anasema Abdullah, nikaisoma sura an-Nisaa mpaka nilipofika kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo, basi itakuwa vipi wakati tutakapowaleta wakaja mbele yetu kutoka kwenye kila umma shahidi wao, wajina bika, na tukakuleta wewe ala haulai shahida, juu ya watu hawa ukawa shahidi wao. Mwenyezi Mungu anasema yauma idhin, siku hiyo basi, yawaddu alladhina kafaru, watatamani wale ambao walikufuru, wa asau rasula, na wakamwasi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lau tusawwa bihimul ardu, laiti wao wangesawazishwa na ardhi wakawa kama mchanga wanakanyagwa na wengine. Katika jambo lisilopendeza ambalo kila mwanadamu analitahadhari na kuliogopa, hakuna kama mauti. Na kutokana na kishindo cha yaumul qiyama na vitisho vyake, binadamu mwenye kujitukuza, mwenye kujiona, mwenye kujipenda, anajisafisha akiamka tu kwa kupiga mswaki, anajisafisha kwa kukoga kutwa moja, pengine mara 2, 3 mpaka 4, anajisafisha kwa kile ambacho anakivaa, hapendi kutokeza mbele za watu na nguo iliyokuwa chafu. Binadamu huyu kuna wakati atakhiari mauti,
mauti hayo atayaomba tena aone ni bora zaidi. Watasema watu wa motoni kumwambia mlinzi wa motoni yule ambaye anaitwa Malik, watamwambia ya Malik, ewe Malik, liyaqdi alaina rabbuk, muombe Mola wako atumalizie sisi uhai tulionao hapa, hatuoni kuwa ni bora atumalizie uhai, tufilie mbali, tuishe, udhia umekwisha. Qala, jawabu itakuja baada ya miaka 1000 inayohesabiwa huko. Innakum makithuna, wataambiwa nyinyi mtabaki hivyo hivyo hata mauti pia myapati. Mwenyezi Mungu anasema da'au hunalika thubura, wataomba huko mauti, na kauli itajibiwa la tad'u al-yawma thuburan wahidan, msiyaombe mauti mara moja, wad'u thuburan kathira, bali yaombeni mauti mara nyingi na myapati, hata mauti pia hapatikani. Watilia mbali mauti, mtu atakiomba kitu dhalili cha mwisho, mchanga, akanyagwe na wengine. Yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu, siku ambayo ataona mtu yale ambayo mikono yake imetanguliza, yako mbele yake mambo yale. Wayakulu alkafiru, na atasema kafiri siku hiyo, ya laitani kuntu turaba, ya laiti mimi ningelikuwa mchanga nikawa nakanyaga na wengine. Na katika aya hii kwenye sura An-Nisa'i, ambapo siku mtume alipomwambia Abdullah Mas'udi, nisomee Qur'ani, mimi ninapenda kuisikiliza kwa mwingine sio kuwa mimi, Abdullah akaisoma sura An-Nisa'i. Alipofika kwenye aya hii, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid, basi itakuwa vipi wakati tutakapowaleta kila umma na shahidi wao, waji'na bika, na tukakuleta wewe Muhammad, ala haulai, juu ya watu hawa, umma huu wa mwisho, shahidan, wewe ukawa na shahidi wao. Yauma idhin, siku hiyo, yawaddu alladhina kafaru, watatamani wale waliokufuru, waasawu rasula, na wakamuasi mjumbe wa Mungu, lau tusawwa bihimul ardu, laiti ingesawazishwa kwa wao ardhi ikawa sawasawa na wao, wakawa wanakanyagwa na kutimbwa na viumbe wote, kuanzia binadamu, majini, malaika, wanyama na kila kitu. Lau tusawwa bihimul ardu wala yaktumuna Allah haditha, na viumbe kwa bahati mbaya na wala hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu hata kwa jambo dogo. Kila kitu kiko waziwazi katika elimu ya Mwenyezi Mungu, anayajua yote wanayofanya wale watu. Wala yaktumuna Allah haditha, na wala hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu hata jambo dogo. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume akamwambia Abdullah alipofika kwenye aya hii, mwenyewe akamwambia nisomee Qur'ani, ninapenda kuisikiliza mimi Qur'ani ikisoma na mwingine sio kwa mimi. Bwana mtume Qur'ani kimhafidh, hakuwa akifanya mayowe kuishangilia Qur'ani kama anavyofanya mayowe watu wengi isoma Qur'ani, kwa kuwa hawajui nini kisemacho, basi hata zikija aya za adhabu wao shangilia. Hata pakisema yatufuna bainaha wa baina hamimin an, watakuwa wakizunguka watu wa motoni baina ya jahannam na baina ya maji ya moto yachemkayo, utasikia kwenye kaseti msomaji kasoma hivyo, basi umma al-halaiki una shout, unapiga mayowe, unashangilia kwa kusema Allah ya salam, na wengine wanamwambia msomaji rudda alaina, turejeshe aya hiyo tena. Maskini Qur'ani imebaki ni maandishi yasiyotambulikana nini kisemwa ndani yake. Mtizame mjumbe wa Mungu, imesoma Qur'ani mbele yake, msomaji akafika kwenye aya fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid. Mwenyezi Mungu anauliza, basi itakuwa vipi
wakati tutakapowaleta kila umma na shahidi wao, wajina bika, na tukulete wewe Muhammad ala haulai shahida, juu ya watu hawa uwe ni shahidi. Hapo bila shaka kimya, nani tajibu patakuwaje? Nani mwenye elimu ya kujua patakuwaje? Yoyote ataulizwa hapo tabaki kimya na ngoja yako Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwenyezi Mungu akajibu mwenyewe. Yauma idhin, siku hiyo, yawaddu alladhina kafaru, watatamani waliokufuru, waasuu rasula, na wakamuasi mtume wa Mungu, lau tusawwa bihimul ardu, yale iti ingesawazishwa kwa wao wakawa kama mchanga, wala yaktumuna Allah haditha, na wala hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu hata habari ndogo. Faqala rasulu, bwana mtume akamwambia msomaji wake, amsik ya ibn Mas'ud, jizuilie Abdallah bin Mas'ud, basi usiendelee tena. Anasema Abdallah, watatalla'tu ila wajhihi alkarim, nishtuka alipokuwa jizuilie, pengine nilikuwa ninakufuru, sijui kwenye Qur'an nasema sivyo, au sijui kulikuwa kuna aya ambayo mimi sikuivuta nataka ivutwe, au sijui nimetoa makhraji ya hurufu sipala pake, pengine kanzuia kwamba sifai kusoma Qur'ani, atakunitoa makosa. Basi nilishtuka, nikamtizama mtume usoni, atakunambia nini? Watatalla'tu ila wajhihi alkarim, nikatizama kwenye uso wake mjumbe wa Mwenyezi Mungu, uso mtukufu. Faraaitu ainaihi, nikayaona macho yake mawili, tadhrifani dumua, yanabubujika machozi, mtume analia. Ile aya ilimfikisha mbali, ile aya ilikuwa ikimkata maini, ile aya ilikuwa ikichezesha mwili mzima, ile aya ilikuwa ikimuonyesha ile hadhara itakapokuwa siku ya kiyama, ile fakaifa idha jina. Bwana mtume alikuwa akiona kwa imagination hivi itakapokuwa, akiona wale umati wake washafika pale pahala, na yeye shahidi kashafika pale pahala, na hukumu inakwenda, na miongoni mwa umati wake lazima kila mmoja amekwenda na amali yake, kila mmoja na kikurupu chake. Kuna washirikina mbali, kuna wazinzi mbali, kuna walevi mbali, Muhammad huo. Kuna wazushi waliozua katika dini ya mtume, yeye kaja na mambo mengine, na watu wamekuja wakashughulika na mambo mengine. Bwana mtume ilimliza sana aya hii, akamwambia Abdallah bin Mas'ud, amsik, jizuilie. Abdallah anasema, nilipomtazama mtume usoni, faraaitu ainaihi tadrifani ad-dumua, nikayaona macho ya mtume mawili yanabubujika machozi. Falaqad baka rasulullah, kwa hakika alilia kwa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, hinama tadhakkara fadla Allah alayhi. Kilichomtiza kikubwa zaidi pale alipokumbuka fadhila za Mwenyezi Mungu zilizo juu yake yeye. La pili, wa annahu sayaj'aluhu shahidan al-umma jami'an, ni kwamba yeye atamweka ni shahidi wa umma zote zilizobakia, si umma wake wa mwisho tu, bali ni shahidi wa umma wote. bainama yaj'alu nabiyya kulla ummatin shahidan ala ummati, wakati Mwenyezi Mungu atapomfanya kila mtume ni shahidi wa umma wake tu, wahdaha, peke yake, basi mtume wa Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa ni mtume wa dunia nzima ila an takuma saa, kama ilivyokuwa kila mtume katumwa na watu kwa watu maalum. Yeye akasema, kullu nabiyyin bu'itha ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma, na mimi nikapeleka kwa watu wote, basi siku ya kiyama atakuwa ni shahidi wa watu wote duniani. Fa ahassa, basi akahisi bwana mtume bi'idhami risalatihi, kwa sababu ya ukubwa wa ule ujumbe wake, allati tastawjibu al-kathira min ash-shukri, ujumbe huu unawajibisha kuletwa shukrani nyingi sana, wal ibadati li rabbih, na kumwabudu Mwenyezi Mungu sana Mola wake,
famadha yasna, nini atafanya lillahi, kumfanyia Mwenyezi Mungu, hatta yakuma bihaqqi afdalihi alayhi, mpaka aweze kusimamia kutekeleza haki ya fadhila za Mwenyezi Mungu ambazo ziko juu yake. Yeye binafsi yake mtume amelia vipi ataweza kulipa utukufu ule, seuze umma wake, yeye mwenyewe nafsi yake. Fabaka lidhalika, mtume alilia kwa jambo hilo. Lakini maskini wafuasi wake sisi Nabii Muhammad tumebaki tukishangilia Qur'ani, hata katika aya zisomazo la yusminu wala yughni min ju'in, kutakuwa na chakula huko hakisaidii kitu, hakinenepeshi wala hakisaidii katika kuondoa njaa. Chakula cha miba ya mzakumi, unamkaa mtu kwenye koo, haupandi haushuki, na atataka msaada wa maji. Wa in yastadhifu, na wakitaka kuokolewa kwa msaada wa maji kutokana na miba iliyokuwa rohoni, yughathu bima'in kalmuhli, watasaidiwa kwa msaada wa maji yaliyokuwa yanababua ya moto kama maji ya mobil au mmeliko wa shaba. Yashwil wujuha, maji hayo ya moto yanababua ngozi ya uso kabla ya kufika tumboni. Bisa sharabu, ni kinywaji kibaya mno. Wasaat murtafaqa, na ni mapumziko mabaya sana mtu kupumzikia motoni. Hata katika aya kama hii mwingine atashauti, apige kelele na aifanye kama ni aya ya kutolea nashda katika mambo yao mengine mbalimbali. Watu wataifanya kama ni aya ya kutolea nashda, wapate kuifanyia dhikiri yao, wataimbia aya kama hiyo, na wengine wapige makofi hapo, wengine wapige miguu hapo, na wengine wajione wanafanya ibada kubwa na aya ya Qur'ani imesomwa. Kumbe ile aya inawazungumza vibaya sana. Bwana mtume amelia na kukamilisha Qur'ani, na akawataka na umma wake sisi, akatwambia khifu inda ajaibihi, simameni kwenye maajabu ya Qur'ani, msipite kwa haraka. Wahariku bihi alqulub, na mzitikise nyoyo, lazima zizingatie kile kisemwacho katika aya ile. Iqra'u alqur'ana wabku, someni Qur'ani na mlie kabisa hapa duniani. Fa in lam tabku fatabaku, na kama hamkulia kwa khiari fatabaku, jilizeni kwa nguvu, sheti mtoke machozi kabisa hapa duniani, msende mkalia machozi ya damu kule ambapo hayana mbembelezaji, majuto yake yatakuwa ni mjukuu. Wakana rasulu, na alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yakulu li ashabihi, akisema kuambia masahaba wake, man ahabba an yasma'a alqur'ana ghaddan, mwenye kupenda kuisikiliza Qur'ani ikiwa mbichi, fresh kabisa, mpya, ghaddan nabiyya jadidan daiman, iliyokuwa mpya kabisa siku zote, kama unzila, kama ilivyoteremshwa, falyasma'hu min ibni ummi abdin, na ataisikilize Qur'ani hiyo kutoka kwa yule mtoto wa ummu abdi, ataisikiliza Qur'ani mpya kabisa mbichi. Hii ni fahari kubwa sana mtume wa Mwenyezi Mungu kumrekomendi mtu akawa anamfanyia kwamba ni kumpa certificate kwamba yeye ni msomaji wa Qur'ani, hana shaka, anaisoma ndivyo. Na katika maneno matukufu, miongoni mwa maneno yote yazungumzwayo duniani, maneno ya Mwenyezi Mungu yako juu kuliko maneno yote. Mtume wa Mungu kama tamtamkia mtu kwamba anayetaka kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu kwa usahihi, yakiwa mapya, yakiwa mabichi, tena kama unzila, na akaisikiliza Qur'ani kwa mtu fulani, hiyo ni katika fahari iliyokuwa kubwa mno. Sahaba huyo ni kiasi kabisa aambiwe yeye ni miongoni mwa watu 10 waliobashiriwa kuingia peponi tokea wenyewe hai. Wa aqbala ar-rasulu marratan, alikabili mjumbe wa Mwenyezi Mungu mara moja ala al-masjid, msikitini. Ghafla katokezea katika msikitini, wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar, na pamoja naye mtume kafatana na Sayyidina Abu Bakr na Sayyidina Umar radiyallahu anhuma. Wa kana Ibn Mas'ud, na wakati ule alikuwa Abdullah ibn Mas'ud yusalli, anaswali msikitini. Wa yaqra'u al-Qur'ana, akawa anaisoma Qur'ani, mtume akawa anasikia pale. Fa akhadha ar-rasul yasma'u ilayhi, akamwambia Abu Bakar na Umar,
Abdullah bin Mas'ud. Na Mwenyezi Mungu alimpa sauti nzuri, Mwenyezi Mungu alimpa kuifahamu Qur'an, Mwenyezi Mungu alimpa fasaha katika mdomo wake. Hakuna harfu anayoitaka kuitoa pala pake ikamshinda ikatoka nyingine, anaitoa ile ile tena kwa makharaji yake hasa aliyopimwa. Nyembamba yatoka nyembamba, ikiwa atakaitoka nzito basi ataitoa nzito. Wa huwa mu'jabun bihi, mtume ikawa kapendezeka mno na swala ya Mas'udi pale na Qur'ani ile. Wa hawlahu ashabuhu, na pambezoni mwake kuna masahaba wake pale wengi. Thumma qa'ada Abdullah, katika swala yake Abdullah bin Mas'ud akafika pahala akatahiyatu akiba salatihi, mwisho swala yake pale akamaliza. Wa yakulu fi du'aihi, akawa sasa anaomba dua katika dua zake. Katika dua alikuwa akiomba Abdullah bin Mas'ud akiomba hivi, yataka kila Muislamu ahifadhi maneno haya machache ayatumia naye pia katika dua zake, kwa sababu mtume alitoa pale guarantee kwamba dua hizo zimekubaliwa. Abdullah akaomba, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni as'aluka imanan la yartaddu. Kaswali pale makini kabisa, kasoma Qur'ani kwenye swala makini kabisa, akisha akamaliza swala yake akakitaka sasa anamuomba Mwenyezi Mungu. Katika maombi yake si kama kaomba mambo ya kidunia kutaka hivi na hivi na hivi, kubwa zaidi analiomba kishafika pahala kabashiriwa kuingia peponi yeye, basi anaomba apewe imani isiyo na kulegalega, isiyo na kurejea nyuma. Imana la yartaddu, Mwenyezi Mungu ninakuomba unipe imani isiyokuwa na kurtadi. Wa na'iman, na unipe neema la yanfadu, isiyo katika, isiyo malizika, niwe mimi ninadumikiwa na neema zako Mwenyezi Mungu. Wa qurrata a'yunin la tanqati, na unipe kitulizo cha macho yangu, kila ninachokitizama basi mimi nimeridhika, nimefurahi, nikimtizama mke, nikitizama watoto, nikitizama wazee, iwe hakuna pahala nikitupia jicho ninainama chini, ninaona haya kwamba ama hapa sikufanikiwa, ama mwanangu yuko hivi. Kila nitakayemtizama iwe mimi nimepata qurrata a'yun, kitulizo cha macho. Kitulizo cha macho hicho la tanqati'u, kisicho katika njiani. Na la nne, wa murafaqata nabiyika Muhammadin, na kuomba unipe urafiki wa mtume wako Muhammad, nikawe naye pamoja fi a'la jinani al-khuldi, katika pepo tukufu, nisimkose Muhammad, nikae naye hivi na hivi. Wa kana rasulu yu'aqibu ala kulli da'watin, bwana mtume akawa ana itikia kwa kila dua anayoomba, yaduuha biqaulihi, mtume akawaitikia sal tu'ta, sal tu'ta. Abdullah bin Mas'ud kila kinyamaza pale, kwa mfano akisema Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu, mtume anaitikia sal tu'ta, omba Abdullah unapewa, omba Abdullah unapewa. Wa kaannahu yadman lahu, ikawa mtume kama kwamba anamchukulia dhamana kubula da'awati, kwamba yoyote anayoyaomba Abdullah bin Mas'ud ni kujibiwa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Insha Allah tutakuwa tukiendelea kidogo kidogo na tarehe fupi hii ya sahaba huyo Abdullah bin Mas'ud, na tukimaliza kuna wengine wengi vile vile wanakuja, na kila mmoja ana matukufu yake, ana mazingatio yake, ana ibra zake. Waislamu humu katika tarehe zao bwana hao watapata mambo mengi yenye faida. Tutakuja kuendelea tena, ikiwa si katika wakati wa darasa kabla ya Ijumaa, pengine itakuwa ndani ya khutba. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك.